Naam, ndugu mpenzi mtazamaji wa Emakech Updates, leo nimekuletea stori nyingine nzuri, lakini naomba nikuulize swali. Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini bendera za nchi hizi Guinea, Mali, Ghana, Kameruni na Senegal zinafanana? Okay, mimi nitakwambia. Ukitazama ramani ya bara la Afrika na ukichunguza bendera za mataifa yake, utagundua kuwa kuna kundi kubwa la nchi zikiwemo Ghana, Guinea, Mali, Kameruni na Senegal ambazo bendera zake zimekuwa zikifanana na mfumo wake wa rangi umekuwa ni ule ule, yaani nyekundu, njano na kijani. Nyuma ya kufanana huku kuna siri kubwa ya kiapo cha siri, harakati za ukombozi na heshima kubwa ya taifa moja la kale ambalo halikuwahi kutawaliwa. Hii ni simulizi ya kushtua ya jinsi rangi hizi tatu zilivyogeuka kuwa sare ya mapinduzi ya bara zima la Afrika. Okay, tusonge wote pamoja. Siri ya rangi hizi haikuanzia Afrika Magharibi, bali ilianzia upande wa mashariki wa bara hili katika nchi ya Ethiopia. Mwishoni mwa karne ya 19, wakati mataifa ya Ulaya yalipovamia na kuligawa bara la Afrika, yaani Scramble for Africa, nchi karibu zote ziliangukia chini ya ukoloni isipokuwa nchi moja ya Ethiopia. Mwaka 1986 ilitaka kutawala nchi ya Ethiopia chini ya mfalme Menelik wa pili wa Ethiopia. Walishinda jeshi hilo la ukoloni la Kiitalia katika vita vya Adwa, ushindi uliothibitisha kuwa Mwafrika anaweza kumshinda mzungu. Ethiopia ilitumia bendera yenye rangi tatu: kijani, njano na nyekundu. Katika miongo iliyofuata, nchi hiyo ikawa nembo ya uhuru, utu na ujasiri wa mtu mweusi duniani kote. Harakati za kiroho na kijamii kama Rastafari kule Jamaica zilianza kutumia rangi hizi kama ishara ya ukombozi wa mtu mweusi. Miongo kadhaa baadaye, vuguvugu la ukombozi lilianza kuvuma barani Afrika. Mnamo Machi 1957, Ghana ikawa nchi ya kwanza kupata uhuru kusini mwa jangwa la Afrika chini ya kiongozi mahiri Kwame Nkrumah. Nkrumah ambaye alikuwa mwanafilosofia na muumini mkubwa wa mfumo wa Pan-Africanism, yaani umoja wa Afrika, alitaka kuweka misingi ya bendera mpya ya taifa lake ili kuonyesha heshima kwa Ethiopia kwa kubaki imara na kuwa mwanga wa uhuru wakati wa giza la ukoloni. Nkrumah aliamua kuchukua rangi zile zile tatu za Ethiopia na kuzifanya kuwa bendera ya Ghana, akiongeza tu nyota nyeusi katikati kama nembo ya matumaini ya mtu mweusi. Ilisikika kauli ya kiongozi huyo wa nchi ya Ghana, Kwame Nkrumah, ambayo iliwasha moto wa rangi hizo tatu miongoni mwa nchi jirani. Alisema, uhuru wa Ghana hauna maana ikiwa hautahusishwa na ukombozi kamili wa bara zima la Afrika. Hakika huyu ni legend. Hapa ndipo sababu ya kushtua inapokuja. Baada ya Ghana kupata uhuru, Nkrumah alifanya makubaliano ya siri na ya wazi na viongozi wenzake wa harakati za ukombozi katika nchi jirani zilizokuwa ngome ya Ufaransa. Zilikuwa zinapigania uhuru wao kwa muda mrefu. Viongozi hao walikuwa ni Sékou Touré wa Guinea na Modibo Keita wa Mali. Waliapa kiapo, walitaka kuunganisha nchi zao na kuunda taifa moja kubwa lililoitwa Ghana Guinea Mali Union, kama ishara ya muungano huu na mshikamano dhidi ya wakoloni. Nchi hizi zote tatu zilikubaliana kutumia rangi zile zile za Pan-Africanism. Guinea ilichagua rangi hizo zikiwa zimesimama red, yellow, green, yaani nyekundu, njano na kijani. Mali ilifuata kwa mfumo huo huo isipokuwa tofauti kidogo. Yenyewe ilianza na green, yellow, red, yaani kijani, njano na nyekundu. Hata baada ya muungano huo wa kisiasa kufeli miaka ya baadaye, nchi hizo zilikataa kubadili bendera zao ili kubaki na kumbukumbu ya kiapo hicho cha umoja. Kielelezo hicho cha ujasiri wa Ghana, Guinea na Mali kilitengeneza upepo wa mapinduzi. Nchi zingine zilifuata kupata uhuru katika miaka ya 1960 kama vile Kameruni na Senegal. Ziliamua kwa makusudi kabisa kuziweka rangi hizi tatu kwenye bendera zao
ili kujitangaza mbele ya ulimwengu kuwa zinasimama upande mmoja wa kiitikadi na kiutamaduni. Licha ya jiografia tofauti, mataifa haya yote yaliipa rangi hizi tatu maana zinazofanana. Rangi nyekundu ilikuwa inawakilisha damu ya mababu na mashujaa inayomwagika wakati wa mapambano ya kulinda ardhi na kupigania uhuru. Rangi ya njano ilikuwa inawakilisha utajiri wa madini maliasili na jua lililoangaza bara la Afrika. Kijani inawakilisha uzuri wa ardhi ya Afrika, misitu, kilimo na matumaini ya maendeleo ya baadaye. Leo hii unapoona bendera hizi tatu zinapopepea kwenye mikutano ya kimataifa au kwenye michezo, kile unachokiona ni sare rasmi ya uhuru wa Afrika. Ni ushahidi wa kihistoria unaotambulika na kutambulisha jinsi ushindi wa Ethiopia kule Adwa ulivyozaa ndoto ya Kwame Nkrumah kule Accra, na jinsi kiapo cha siri cha viongozi wa kale kilivyoweka alama ya kudumu ya damu na dhahabu ambayo kamwe haiwezi kufutwa kwenye mioyo ya Waafrika. Langu jina ni Emma Kate. Endelea kunifuatilia nikupe stori nzuri ambazo hujawahi kuzipata. Asante.